Bima Pub, urahisi wa maisha. Jinsi tunavyopandisha gawio kutoka kwenye mashirika, ndivyo jinsi ulimwengu utatuheshimu. Kwamba tumejua mapungufu yetu, tumerekebisha, na sasa tunaanza kujitegemea ndani. Na ile mkono wa ngaie utakuwa unarudi kidogo kidogo. Mfano mzuri ni kwa TPA, ambapo baada ya kuwezeshwa na kuifanya bandari moja tu ya Dar es Salaam, nadhani na Tanga sasa hivi kuwa zinafanya kazi vizuri, wameweza kushift mzigo mkubwa wa gharama kwa wale private sector tuliowaweka pale. Hawa sasa hawajibiki kununua mitambo ya kushushia wala nini. Ni operation, administration, na kuhakikisha huduma zinazohitajika na yale mashirika yaliyoko pale, wale wageni, zinapatikana. Lakini jengine, kwa sababu wameondosha mzigo wa cost ya kuendeleza bandari, wao sasa ya kununua vitu vya kuipa hadhi bandari, wao sasa watajielekeza kwenye kuweka miundombinu ya kuongeza bandari yetu, ili wawekezaji zaidi waingie, mizigo zaidi ije, na mambo kama hayo. Kwa hiyo tunapoboresha, mkikusanya zaidi, mashirika yanajijenga, lakini na serikali inapata zaidi. Mheshimiwa Rais, pia kumekuwa na ongezeko katika ufanisi kwenye baadhi ya mashirika. Kutokana na reformu hizi zinazoendelea kufanyika katika mashirika, ufanisi umeimarika kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano, nitatoa mfano shirika la bandari. Mwaka huu wa fedha linaenda kutuletea bilioni 181. Hii ni kutoka bilioni 155.7 ambayo walileta mwaka jana. Lakini tulipokuwa tunafanya analysis zao, kuna vitu ambavyo kwa kutazama gawio unashindwa kuviona, lakini ni vikubwa vipo vinafanyika. Gharama zao zimepungua kwa zaidi ya nusu trilioni, gharama za uendeshaji. Na hapo wana miradi yao wanaiendesha kwa fedha za ndani. Na tutaenda kuwasaidia ku raise funds ili waweze kutumia balance sheet yao ili kuweza kuimarisha na kujenga miundombinu kwa kadri wanavyoweza, ili tuweze kutumia vizuri nafasi na fursa ambayo tunayo. Mheshimiwa Rais, naomba nifikie mwisho kwa heshima na taadhima kubwa. Ni kuombe muda utakapowadia basi uridhie kutoa tuzo. Mheshimiwa Rais, tuzo hizi ni ishara ya kutambua juhudi zao na ni chachu ya kuwahamasisha wengine kuendelea na kufanya kazi kwa bidii, weledi na wajibikaji katika kutekeleza majukumu yao. Katika hili walioongoza ni TPA, ambao mwaka huu wamechangia kiasi cha shilingi bilioni 181.5 bilioni, ikiwa ni ongezeko kutoka bilioni 153, na tunawapongezeni sasa kwa kuendesha miradi yenu kwa kutumia pesa yenu ya ndani. Bilioni 181.5 kutoka gawio la mwaka jana bilioni 153. Asante sana. Picha. Mheshimiwa Rais, kwa namna ya kipekee tunaomba katika kundi hili tuzipe tuzo za taasisi 3 ambazo ndizo zilizoongoza. Na taasisi ya kwanza ni Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari, ambao wamechangia bilioni 181, na hii imeongezeka kutoka bilioni 153. Mwenyekiti IGP mstaafu Mangu pamoja na DG Mbosa, naomba mje kwa ajili ya tuzo.
Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.